14 unasema hivi: ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu wa ila ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Amen. Amen. Mashaka ni adui wa imani, na watu wa mashaka hawawezi kamwe kuona maendeleo wala mafanikio, kwa sababu ndio kitu kinachoharibu imani yao. Palipo shaka hapawezi kuwa na muujiza. Palipo na mashaka, muujiza hauwezi kuwepo. Huu ni mwendo wa lumbwi. Mashaka, anahofia mashaka aende hivi, kama anaogopa nini hatujui. Niende anarudi hivi, niende anarudi, anarudi, niende mpaka mashaka. Hiyo mashaka ni adui wa imani. Twende na ulema wa 4, mwili wa kubadilika rangi. Hali hii inatupa picha ya watu wa kubadilika na kukosa msimamo katika maisha. Kuna watu wa Mungu, kuna watu ambao waliopita ambao walikuwa na msimamo. Tukisoma Yoshua 24:12, Yoshua alisema nini? Yoshua alisema, alikuwa na msimamo, akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mitume nao walikuwa na msimamo. Katika kitabu cha Matendo 5:29 walikuwa na msimamo, akasema ni bora kutii Mungu kuliko kutii wanadamu. Habakuki alikuwa na msimamo. Habakuki 2 sura ile ya kwanza, akasema nitabaki katika zamu yangu. Amosi naye alikuwa na msimamo kwa kukemea mfalme Amazia. Amosi ile ya 7:12-16. Na wengine akina Shadrake, Abednego, Danieli walikuwa na msimamo wa kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulema wa 5, mwendo wake wa polepole. Mnyama huyo hana kamwe mwendo wa haraka, bali kutembea polepole, tofauti na wanyama wote. Hii ni picha ya watu dhaifu kiimani, kufanya vita vyote kwa udhaifu na haraka. Mungu hapendezwi na watu wadhaifu, bali anapendezwa na mashujaa, kwa watu wenye bidii ya huduma. Kwa sababu ya hiyo, vita tulivyo navyo sisi katika ulimwenguni huu pamoja na shetani ni vita, sio vita vya mchezo, bali inahitaji watu mashujaa wenye bidii na moyo wa huduma. Katika kuwa dhaifu kuna hasara ya kufanya kazi ya Mungu, kuzembea na adui wako kupata nafasi. Kwa hiyo shauri alilotoa Yesu ni kukesha, kupenda huduma kanisani ni vizuri. Sijue wewe leo una mwendo gani? Muulize mwenzako, wewe una mwendo gani? Wewe una mwendo wa lumbwi? Kwa hiyo kwa sababu huyu mnyama anatembea polepole, ni rahisi kumkamata. Kwa sababu hana haraka, utamkamata. Kwa hiyo fundisho, tujitahidi kutoka katika ulevu, ili Mungu atujalie uwezo wa kufanana na watu tofauti na mnyama huyu, kwa njia ya kusikia neno la Mungu pamoja na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ndilo fundisho. Nafikiri tumezungumza ulevu wa mnyama huyu, ana ulevu wa aina 5. Ulevu wa kwanza nilisema, ulevu wa kwanza mwili wake unaisha mbili, kwa sababu Wakristo wa leo kuna tantoa nasema kweli, ndani ya vinywa vyao unakuja na uongo. Ulema wa pili, macho ya kuangalia nyuma,
Hii ni picha ya Wakristo wenye kukumbuka mambo ya zamani na woga katika maisha, na ulema wa ngapi? Watatu. Mwendo wake ni wa polepole. Hii ni picha ya watu wenye mashaka katika imani, na huu ni wangapi? Wanne. Nimesema ya kwamba mwili wa kubadilika badilika. Hii ni picha ya Wakristo ambao wanaobadilika badilika, akiweka naziri hataki kutoa naziri ambayo aliyoiweka. Hiyo ndio hatari, mwendo wa rungu, kubadilika badilika. Na ulema wa tano ni mwendo wa polepole. Huu ni mwendo. Hii ni picha ya Wakristo ambao ni dhaifu katika imani, katika vyote vya udhaifu, vitu vyote kwa udhaifu, wanatumika kwa udhaifu. Kwa hiyo Mungu azidi kutupa nguvu ya kuepukana na hali ya mnyama huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuwe mashujaa. Kuna mtu mmoja ambaye alikuwa shujaa kabisa. Alikuwa shujaa. Alikuwa hana mtoto, alifikisha miaka 80 na hana mtoto. Kwa bahati nzuri mke wake akabeba mimba. Yule mtoto baba yake akasema, hapana, huyu mtoto wangu atasomea uchumi. Na yeye alikuwa tajiri wa hali ya juu. Akampeleka akasoma, akamaliza mashule yake kule ya uchumi. Basi yeye wakati alipokuja akamkabidhi mali yote, mtoto wangu, mali yote hii. Wewe unatoka hapa unaenda bandarini Dar es Salaam, unaenda kuchukua mizigo kutoka Ulaya, alafu unaleta huko. Basi mtoto alifanya hivyo. Lakini wakati alipofika sijui katikati ya Tabora ambao hakuna watu, akaona majambazi wamoja wanampiga mtu mmoja, dada mmoja visu. Akafika pale na gari. Akasema, mnamuia nini huyu? Aseme, huyu bwana huyu, sisi tulikuwa wafanyakazi wa baba yake, hakutulipa mshahara. Hakutulipa. Mnataka hela ngapi? Aseme 2 milioni ipatikane hapa tukamwacha. Wakamwacha, akaenda kwa baba yake. Wakati alipofika kwa baba yake akamuuliza, mwanangu nitembeaje? Aseme, baba, nilitembea vizuri sana, lakini nilifika katikati maporini huko. Sasa nikamuona huyu dada huyu anataka kuuliwa na majambazi, nilichukua 2 milioni nikalipa. Baba yake akasema, tangia leo wewe unakuja kuharibu mali yangu, sitaki siku nyingine ufanye hivyo mwanangu, sitaki. Sawa baba. Akaendelea na kazi yake, kwenda Dar es Salaam bandarini kule, analeta mizigo Kigoma, anaenda anarudi, tena kufika eneo lile tena wale wanampiga yule wanapiga mtu mwingine. Aseme ni nini? Aseme, sisi huyu ana deni yetu, tunataka tumuue kwa sababu ya 3 milioni. Basi akamchukua ule, akalipa hela, akaenda kwa baba yake, akamlipia tena. Baba yake aseme, tangia leo wewe sio mwanangu, leta mali yangu, leta vyote. Yule bwana alikuwa na msimamo, na wakati yule dada alimletaga, yule safari ya kwanza alimletaga mpaka akamtibisha vidonda nini akapona. Lakini siku moja baba yake anaenda mtaani tauni, akaona kuna tangazo kule na tangaza sema, mtu alimwogota mtoto wa mfalme, alafu huyu mtu akifika huku atakuwa waziri mkuu katika utawala ule mfalme. Basi akaenda, baba yake akaja mbio, aseme, mwanangu, huyu mtoto, huyu binti huyu, angalia tangazo hivi, tumepata mali sasa.
huyu kuna tangazo kule, aliyeokota mtoto wa mfalme atapewa mali nyingi na atakuwa waziri mkuu. Ndio huyu. Kwa hiyo ninapaswa niwasafirishe ili mwende mvuke, mchukue mtumbwi mwende. Akachukua na wafanyakazi 6 wakasoza, wako katikati ya ziwa. Wakambiana wao, waseme iwezekane huyu bwana huyu aende kuona ile raha kule, tumuue huyu, tumuue. Basi wakachukua miti kumpiga, wakamtupia ziwani, wakamwambia yule dada aseme, utasema sisi ndio tulikuokota. Wakaenda mpaka mfalme, wakaegesha. Kufika kule kwa mbali, baba yake akamwona kwa mbali, aseme huyu ni mtoto wangu, amekuja. Walienda mbio kumpokea kule. Walipofika naye kule, kati ya wale wa vijana mmoja alijitokeza aseme ndio bwana yake. Basi wakafanya sherehe ya ajabu sana. Wako vile wakaona tai inakuja mpaka ikadema pale. Wakasemezana, hii tai tuiue. Wengine aseme hapana. Akasema yule, kumbe wakati alipouliwa yule bwana, kuna tai ambayo iliyokuja kumuogota yule. Akamuuliza, nikikuponya hapa utanipa kitu chochote? Utanipa mtoto wako ni mle? Aseme nitakupa. Basi akaenda na yule bwana mpaka kule kwa mfalme, akamwacha. Sasa yeye kumwacha, akamuona yule binti, akamuona yule bwana wake aliyemwokota kule, aseme bwana yangu amefika. Watu wakashangaa, bwana yake amefika. Sasa huyu yeye kufika pale aseme, baba, huyu ndo aliyeniokota na alinilipia hela, huyu ningekufa. Ndio huyu. Sasa hawa walimuua nani ziwani, baharini huko, wakamuua. Ndio huyu asema wachukua hawa wafu. Basi kwa yule tai akaruka akaenda. Yule mama kule akabeba mimba, akazaa mtoto, wangali mule ndani. Yule tai akaja aseme, unanifahamu? Unanijua? Aseme ninakujua. Tulipatana nini? Ukizaa mtoto utanipa yule mtoto ni mle. Si ndio hivyo? Aseme baba yake aseme haiwezekani. Aseme baba, mpatie amle huyo mtoto. Yeye kupewa yule mtoto, akashika yule mtoto, aseme mimi siwezi kula mtoto wako, chukua mtoto wako. Unajua yule ambaye uliyemuokota kule, uliyemfanyia mema kule ni mimi. Mambo yakageuka. Kwa hiyo siwezi kula mtoto wako. Kwa hiyo tuwe na ushujaa katika huduma hii. Matokeo yake ambayo yatakayotokea huko mbele, tutakula pamoja na Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa pamoja na Yesu siku moja, tutakula naye, tutacheza naye katika ufalme wa mbinguni, ambao watu wengi ambao wanaangalia nyuma, Yesu atasema hao watu hawafai, hawawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ili tuingie katika ufalme wa mbinguni, sharti tusiangalie nyuma, tusiwe na mwenendo wa lumbwi. Na Mungu abariki neno lake. Amen.